ya uhaini ambayo Jamhuri dhidi ya Lissu ilikuwa mbele ya hakimu mfawidhi Kiswaga hapa katika mahakama ya hakimu kazi wa Dar es Salaam Kisutu. Leo katika siku ya leo Jamhuri imesema kwamba inaomba ahirisho la kesi kwa sababu bado hawajafanya uamuzi wa kuweza kumshtaki rasmi mshtakiwa Tundu Antipas Mughwai Lissu. Upande wa wakili Lissu ambaye mshtakiwa Lissu ambaye anajiwakilisha yeye mwenyewe katika hatua hii amepinga kwa nguvu kubwa sana kwamba madhari serikali wanasema mara ya mwisho walisema wameshakamilisha upelelezi na walikuwa wanasoma kile ambacho wameshakifanya, na baada hapo itakiwa wafanye uamuzi. Leo itakiwa watoe taarifa kwamba maamuzi ambayo wamefanya ni yapi. Na akasema kwamba ilitakiwa kwamba leo tueleze kwamba je, wanaamua kumshtaki, na kama tayari wameshaandaa ile taarifa ambayo inatakiwa ipelekwe mahakama kuu, ili kwa sababu mahakama yenye mamlaka ni mahakama kuu, si mahakama ya hakimu mkazi. Sasa hizo hoja wamebishana. Mwisho wa siku hakimu amesema kwamba anakubaliana upande wa Jamhuri kwamba kwa kupitia kifungu cha 262 kifungu kidogo cha 5 kwamba faili bado liko kwa hakimu kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, anatakiwa afanye uamuzi kama anaweza kufungua mashtaka au kutofungua mashtaka. Kwa hiyo baada ameendelea kuwapatia tena upande wa mashtaka nafasi hiyo ya kuweza kuendelea, na kwa hiyo kesi imeahirishwa hadi tarehe 15 ya mwezi huu wa 7 mwaka 2025. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimetokeza, na vile vile katika shauri hili wakili Lissu ameeleza kwamba baada ya yale malalamiko yake ambayo aliwasilisha ile tarehe 16 ya mwezi wa 6 kuhusiana na jinsi alivyokuwa akitendewa kule gerezani, hali yake imebadilika. Hivi sasa ana haki ya kuweza kuwaona mawakili, haki yake ya ibada imezingatiwa, angalau padri ameweza kupelekwa kule kwake, haki yake ya kufanya mazoezi imezingatiwa, sasa anaweza kufanya mazoezi yake. Anasema kwamba sio kwamba anapendelea, hata licha mabadiliko hayo, sio kwamba mtu anapenda kuendelea kukaa gerezani, bali angependa kwamba uamuzi wa kesi yake ujulikane, kwa sababu ni mwaka wa kisiasa, ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Yeye ni kiongozi mkuu wa chama cha upinzani na inatakiwa iamuliwe kwamba kama kesi ipo iweze kuendelea, kwa sababu ni wakati ambapo kampeni za kisiasa za kiuchaguzi zinaendelea, na yeye kama kiongozi mkuu wa upinzani kutokuwa mahakamani, kutokuwa huru au kutojua mustakabali wa kesi yake inamnyima kutekeleza haki zake nyingine za kisiasa, na alikuwa akikazania kwamba aachiwe huru aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, na kwamba Jamhuri walikuwa na machaguo mawili tu: kuamua kumshtaki, kupeleka kesi mahakamani, mahakama kuu, au kumwachia huru. Lakini bahati mbaya hakimu hajakubaliana na hivyo vitu viwili. Amesema bado wana haki ya kuendelea kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunasubiri tarehe 15 ambayo ndio hakimu ameelekeza tarehe 15 mwezi wa 7 waieleze mahakama huo uamuzi kama mwisho ufikia au haujafikia. Asante. Nashukuru. Pale sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu ninakushukuru kwa neno lako ambalo Musa aliwaambia wana wa Israeli kwamba msiogope, hayo majeshi ya Farao hamtayaona tena. Basi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Wewe ni Mungu wa haki, haki yako ikatawale. Kashike vinywa vya mawakili wote, kashike ufahamu wa hakimu wetu, na zaidi ya yote wako ukaonekane hadi ushindi utakapoonekana. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiangusha kila roho za uharibifu hazina nafasi mahali hapa. Tunamweka mikononi mwako Mheshimiwa Lissu, kampe afya njema pamoja pia na wale ambao wanaenda kumlinda. Mungu tunaomba katupe maisha marefu, tukashuhudia utukufu wa haki ikitamalaki katika nchi hii. Mwisho wake Bwana, nchi ya Tanzania itakuwa ni nchi yenye haki na heshima kubwa kuliko kwa mwanzo. Tusaidie haya katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.